mawe, bimiati shati, kwa kuwa masahaba wanazidiana katika elimu. Sasa huyu alikhabarishwa na watu wengine ya kwamba maadamu mwanao amezini na mke wa huyu na mke wa mwajiriwa wako, atakiwa apigwe mawe huyo mwanao. Sasa itakuwaje mwanangu apigwe mawe? Akatoa mbuzi 100 na mtumwa wa kike kama kumkomboa mwanae na kupigwa mawe. Lakini akaendelea kuuliza watu wenye elimu, na kuuliza masahaba wengine, fa akhbaruni, wakanieleza mimi, annama ala ibni jaldu 100 wa taghribu 'am, wakanieleza mimi ya kwamba kuna juu ya mwanangu jaldu 100, kupigwa mijeledi 100, kupigwa bakora 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini mwaka mzima, wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe, wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, la aqdhiyanna bainakuma bikitabillah, nitahukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah. La aqdhiyanna bainakuma bikitabillah, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, nitahukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah. Alwalidatu walghanamu raddun alayka, mjakazi yule mtumwa wa kike, walghanamu na wanyama, raddun alayka, ni vyenye kurudishwa kwako. Raddun alayka, ni vyenye kurudishwa kwako. Wa ala ibnika jaldu 100, na kuna juu ya mwanao kupigwa mijeledi 100. Wa ala ibnika jaldu 100, na ni juu ya mwanao kupigwa mijeledi 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Waghdu ya Unais, na nenda mapema ewe Unais, yani Anas, tasghiri ya Anas. Unais ni tasghiri ya Anas, kama vile Hasan tasghiri yake ni Husain, Abdullahi, Ubaidullah, kwani tasghiri jina dogo ya. Waghdu ya Unais, nenda mapema ewe Unais, yani ewe Anas, lirajulin min Aslama, pamoja na mtu katika kabila la Aslam. Lirajulin min Aslama, pamoja na mtu katika kabila la Aslama. Ala imraati hadha, kwa mke wa huyu, nenda ala imraati hadha, kwa mke wa huyu. Fa in i'tarafat farjumha, kama akikiri mpige mawe. Fa in i'tarafat farjumha, kama akikiri basi mpige mawe. Nenda kamuuliza, kwa kweli umezini na mtoto wa huyu? Akikiri mpige mawe mpaka afe. Faghada alaiha, akaenda mapema kwake. Faghada alaiha, akaenda mapema kwake. Fa'tarafat, akakiri yule mwanamke. Fa'tarafat, akakiri baada ya kuulizwa, sema kweli. Faamara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke huyo. Farujimat, akapigwa mawe. Al-asifu al-ajiru, al-asifu ni mwajiriwa, tafsiri hapa. Kwa hadithi hii inaeleza hadhi ya zina. Hadithi iliyotangulia ilikuwa katika kuzungumzia hadhi ya uhaini, kumpiga vita Allah na mtume wake. Wa hii inazungumzia haddu zina. Wamekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wawili, wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mmoja alikuwa ana haraka katika kuzungumza.
na huyu ndiye ambaye alionyesha adabu mbaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia anshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah, na kuomba kwa ajili ya Allah ni hukumu au tuhukumu sisi kwa kitabu cha Allah. Kwa Mtume salama haambii maneno kama haya, kwa kuwa Mtume hahukumu isipokuwa kwa kitabu cha Allah. Hukumu atakayoitoa Mtume ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa sababu tu ya ujinga alionao, yani hajui, na ile haraka alionayo, basi akapewa udhu. Lakini yule wa pili alikuwa afqahu minhu, mjuzi zaidi kuliko yeye, lakini hakuzungumza mpaka Mtume salama alipomuidhinisha azungumze, kaomba ruhusa azungumze, karuhusiwa. Akasema naam, faqdi bainana bikitabillah, ndiyo tuhukumu au hukumu kati yetu kwa kitabu cha Allah. Kwa hiyo huyu bwana akaeleza kwamba mwanaye alikuwa ni muhajiriwa kwa huyu aliyekuja naye, kisha akazini na mke wa huyu bosi wake. Kwa hii ndiyo natija ya ikhtilati ambayo ni kuchanganyika, ambako ndio wanakulingania hayo mataifa makubwa kwa sasa, kwamba watu wote haki sawa, kwa mwanamke ni kama mwanaume na yeye. Ikhtilati, changanyiko, basi natija yake ndiyo hii. Na kwa ajili hiyo Uislamu ukaharamisha al-ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, kuchanganyika kati ya wanawake na wanaume, kwa kuwa hakuna mchanganyiko utakaotokea wanawake na wanaume isipokuwa kutatokea mambo kama haya, uzinzi utakuwepo tu. Ndio ni haramu. Uislamu ukaharamisha al-ikhtilatu, bali ukaharamisha wasaili za zina zote zikae kwa mbali, mtu asikurubie hayo. Kwa hiyo huyu bwana akajieleza kwamba yeye ameambiwa na watu ya kwamba mwanaye atakiwa apigwe mawe. Kwa hiyo akamkomboa mwanaye kwa kutoa mbuzi 100 na mjakazi, akaamua afanye hivyo. Lakini baada ya kuwauliza watu wengine wa elimu, akaambiwa hapana, mtoto wako hatopigwa mawe, mtoto wako atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima, kama ilivyo katika aya katika Qur'ani, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume ambao hajaingia katika ndoa wapigeni mijeledi 100. Na hadithi ya taghribu am imekuja katika sahihu al-Bukhari, hadithi ya Zaid ibn Khalid. Anasema Zaid ibn Khalid annahu amara fi man zana, ameamrisha Mtume salama kunako yule aliyezini, walam yuhsan, na wala hakuingia katika ndoa, bijaldi 100, kupigwa mijeledi 100, bakora 100, kwa taghrib am, na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Kwa alhasil, Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu baina yao, kumwambia kwamba mjakazi uliyemtoa, wanyama vyote utarudishiwa wewe, lakini mwanao atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Atapelekwa ugenini mwaka mzima. Na baadhi ya nchi za Kiislamu kwa sasa huwafunga tu watu, watia gerezani, basi akakaa mwaka mzima gerezani kisha akatoka. Kwa hiyo ndiyo hukumu ya yule ambaye alizini hali ya kuwa hajaingia katika ndoa. Kisha Mtume sana akamwambia waghdu ya Unais, nenda mapema ewe Unais Anas. Kwa huyu hapa ilivyokuja lirajulin min aslama, Sheikh Fauzani anasema lirajulin, pikita kwa maana ile tulitaja mwanzo, lirajulin min aslama inda an-nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema hiyo Sheikh Fauzani, pamoja na mtu aliyejisalimisha mbele ya Mtume. Tukuja kwa maana hiyo, pamoja na mtu aliyejisalimisha mbele ya Mtume. Haya, alhasil Mtume salama akamwambia aende Anas pamoja na huyu mtu mpaka kwa mkewe
akamuulize, kama akikiri basi ampige mawe. Kwa hadithi ina faida nyingi katika hayo. Kwanza ni hatari ya al-ikhtilat, kuchanganyika kati ya wanaume na wanawake, al-ajanib, watu kando ambao wanaweza wakaoana, mwanamke na mwanaume ambaye hawa sheria inawaruhusu kuoana, alafu wakachanganyika wao peke yao. Hatari yake ndio hii, lazima mambo yataharibika. Ndio maana Uislamu ukaja na sheria kali, hakuna mchanganyiko unaoruhusiwa. Sawa. Kwa hiyo pia hadithi inatuonyesha tofauti kati ya hadhi ya zina baina al-bikri wa thayyib, kati ya bikri yule ambaye hakuoa, hakuingia katika ndoa, na thayyib na yule ambaye tayari alishaionja ndoa. Al-bikru yule ambaye hakuionja ndoa atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Thayyib atapigwa mawe mpaka afe. Pia hadithi inatuonyesha kwamba zina ushahidi wake la yathbutu illa bi ahadi amrayn, ushahidi wa zina hautothibiti isipokuwa kwa moja ya mambo mawili. Imma ni kwa ushahidi bayina, na ushahidi washuhudie watu 4 wanaume kwamba tumeona fulani anafanya hicho kitendo, wameona kabisa uhakika wa jambo. Mtume SAW mpaka akatolea mfano wa kijiti cha wanja. Kile kijiti cha wanja kinaingia katika kile kikopo ambacho kina wanja. Mtu kaona hivyo, isiwe tumemkuta tu wamelala, watapigwa bakora wote waliosema hivyo. Au tumewakuta wameshikana tu, watapigwa bakora wote, mpaka wathibitishe kuona, zisiwepo ihtimalati zingine. Kwa cha kwanza ni ushahidi, na ushahidi ni watu 4. Wakiwa 3 chini ya hapo, basi watapigwa bakora za al-kadhfu, kumtupia mtu uchafu. Na wakiwa ni wanawake, hata wawe 50 watapigwa bakora, kwa kuwa ushahidi wa zina ni kwa wanaume. Wanawake hata wawe 50, hata 100, tumeona, wote watapigwa bakora. Kwa hiyo la kwanza ni albayina, ushahidi. Na ushahidi kwa upande wa wanaume umekuwa ni mgumu sana, isipokuwa ikrar, kama tutakavyosoma hadithi inayofuata. Wanaume wengi huja kukiri wenyewe, lakini kwamba mwanaume kaonekana, afadhali kwa mwanamke ushahidi wake utakuwa ni kama hakuolewa, kaonekana ana mimba, kaonekana mjamzito, alafu hajaolewa, basi ni ushahidi kwamba huyu amezini. Sawa. Na kama atapigwa yeye, basi hatutafutwa mwanaume aliyempa mimba, pamoja na kwamba lazima atakuwa yupo alimpa ile mimba, lakini hatutafutwa wala kuulizwa kwamba haya kakupa nani hii mimba. Maadamu kaja mwenyewe na mimba yake, basi atapigwa yeye. Kwa hiyo ni baina, ushahidi. Cha pili ni al-iqrar, kukiri. Ushahidi wa zina ni kukiri. Sasa yule mtendaji amekiri mwenyewe, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia fa in i'tarafat, kama akikiri farjumha, mpige mawe. Kwa ushahidi wa zina unakuwa mambo mawili, ima ni bayina, ushahidi, watu kutoa ushahidi, au kukiri mwenyewe mfanyaji. Kwa hiyo wanaochuoni wametofautiana, kuna ikrar, kukiri ni mara ngapi, inatosha mara 1 au mara 4? Jumhur wanaona kukiri ni mara 4, kama tutakusoma katika hadithi ya mbele. Lakini wengine wanasema inatosha mara 1. Kwa hii hadithi tuliisoma, Mtume anamwambia Anas, fa in i'tarafat, akikiri farjumha, mpige mawe. Hakumwambia akikiri mara ngapi, kwa hiyo inatosheleza mara 1 tu. Lakini ayat zilizokuja nyingi zinaonyesha ushahidi katika upande wa al-kadhfu, kumtupia mtu uchafu, ushahidi wa 4. Ushahidi wa zina wa 4, laula jaa'u alayhi bi 4 shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun walladhina yarmuna al-muhsanat
thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Aya zote zinajulisha, zinataja mashahidi wanne. Pia wanachoona kuona hivyo hivyo hata kwenye kukiri itakuwa ni mara 4. Alhadithu thalithu, hadithi ya 3, al-adhan. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث الثالث، حديث ya 3، عن عبيد الله ابن عقبة ابن مسعود. Yepokelewa kutoka kwa Ubaidillah ibn Uqba ibn Mas'ud an Abi Hurairah, kutoka kwa Abu Hurairah wa Zaid ibn Khalid al-Juhani, na Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhuma, qala, wamesema, suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil amati idha zanat wa lam tuhsan, aliulizwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anil amat, kunako mtumwa wa kike, anil amat, kunako mjakazi wa kike, mtumwa wa kike, idha zanat, atakapozini, wa lam tuhsan, na hali ya kuwa hajaingia katika ndoa, wa lam tuhsan, na hali ya kuwa hajaingia katika ndoa. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha zanat fajliduha, atakapozini mpigeni bakora. Thumma in zanat fajliduha, kisha kama akizini tena mpigeni bakora. Thumma in zanat fajliduha, kisha kama akizini mpigeni tena bakora. Thumma bi'uha walau bidhafirin, kisha muuzeni, walau bidhafirin, walau kwa thamani ya kamba, walau bidhafirin, japokuwa ni kwa thamani ya kamba, muuzeni. Huyo hawafai tena. Mtumwa kishazini mara 3, mara ya kwanza kapigwa, mara ya pili kapigwa, mara ya 3 kapigwa, kazini tena, muuzeni. Tena kumuuza kwenyewe, walau bidhafiri, japokuwa ni kwa thamani ya kamba. Taja mtu, bwana, mimi nakuuzia huyu shilingi ngapi? Wewe mchukue tu, nipe hata kamba, nenda naye, kuonyesha ule sifa mbaya alionayo mtumwa kishakuwa hivyo. Kwa hiyo hadithi hii inaeleza kunako haddi atakayopigwa mtumwa kwa kuzini. Hadithi zilizotangulia zimebainisha haddu zina ala al-ahrar, haddi ya zina kwa watu huru waungwana. Mtu bikra ambaye hakuingia katika ndoa atapigwa mijilidi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Ama thayib ambaye ameshaingia katika ndoa atapigwa mawe mpaka afe. Kwa hadithi hii inaeleza na kubainisha hadhi ya watumwa wenye kumilikiwa katika wanaume na wanawake, na wao pia hadhi ipo juu yao, mfano wa waungwana, watu huru, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha ahsin, yani watakapoolewa, fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, watumwa wakileta fahisha, wakifanya uchafu, fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, basi iko juu yao nusu ya kile kilichopo kwa waungwana katika adhabu. Kama mwanamke muungwana ani mtu huru ambaye hajaolewa, akizini atakiwa apigwe bakora 100, basi mtumwa atapigwa 50, nusu yake. Kwa hiyo watumwa nao husimamishiwa haddi watakapozini, lakini haddi yao ni nusu ya mtu huru, nisfu ma ala almuhsanati
katika adhabu. Na at-tansif, nusu ya adhabu inakuwa katika bakora. Sawa, watumwa hakuna kupigwa mawe, kwa kuwa kupigwa mawe hakuna nusu yake. Kupigwa mawe ni mawe mpaka mtu afe, haina nusu yake. Kwa hawa watapigwa bakora tu, na bakora zao ni 50. Sawa. Kwa hiyo kama vile ambavyo mtu muungwana, mtu huru ambaye hakuingia katika ndoa atapigwa mijeledi 100, basi mtumwa atapigwa mijeledi 50, atapigwa bakora 50, sawa sawa awe ni yani hakuingia katika ndoa au awe alishaingia katika ndoa. Hiyo ndiyo haki ya watumwa. Ama taghrib, kupelekwa ugenini mtumwa, hatapelekwa ugenini, kwa kuwa kumpeleka ugenini mtumwa kuna mdhuru sayyidi wake, yule bosi anayemmiliki mtumwa, kwa kuwa mtumwa ni mali. Ni kama unalichukua gari la mtu unalipeleka huko, sasa limetoka katika umiliki wake. Mtumwa ni mali, pamoja kwamba ni mtu lakini ni mali. Kwa ugenini hatopelekwa, kwa kuwa swala la kumpeleka ugenini lina mdhuru bosi, na yule bosi hana dhambi yoyote. Mtumwa tu ndo kaingia katika uchafu huu. Kwa hiyo atasimamishiwa haddi, na haddi yake imethibiti kwa kitabu na sunna. Katika kitabu kama aya tuliyosoma, fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab. Katika sunna ni kama hadithi tuliyosoma. Kwa hiyo wao watapigwa mijeledi katika hali ya ndoa na hali ya kutokuwa katika ndoa, na wala hakuna rajmu juu yao watumwa. Kwa hadithi ikajulisha juu ya kwamba yule ambaye atampigia haddi mtumwa ni sayyidi wake. Sayyidi anayemmiliki mtumwa ndiye atakayemsimamishia haddi ya kumpiga hizo bakora 50. Lakini hududi zilizobakia kwa watu waungwana, watu huru ambaye siye mtumwa, zile haddi hatozisimamisha wala kuzipitisha isipokuwa ni mtawala au naibu wake, yule aliyeteuliwa na mtawala, kama hadithi tuliyoisoma. Ughdu ya Unais, Mtume salama hapa amemweka badali mtu wa kwenda kusimamisha haddi ya zina, kwa ima ni mtawala mwenyewe au naibu wake. Kwa hiyo sayyidi atasimamisha haddi kwa mtumwa wake mwenyewe, sawa, lakini haddi za watu huru zitasimamishwa na mtawala. Lakini hiyo haddi pia atakayosimamisha sayyidi sio haddi ya kukata. Kama mtumwa kaiba, basi sayyidi amkate mkono mtumwa wake. Haddi atakayosimamisha sayyidi ni katika aljaldu faqat, mijeledi tu, kumpiga bakora. Lakini kukata mkono, kukata mguu, sawa, au kuua na kisasi mfano wa hivyo, haya atayasimamisha waliyul amri, mtawala. Hata katika haki ya watumwa atalisimamia mtawala. Hivyo hivyo watu huru, hilo atalisimamia mtawala kwa ajili ya kulinda kuchukua mipaka, pasije pakachukua mipaka au kuzembewa katika jambo hilo. Mtawala ndiye atakayesimamia, lakini hadhi ya bakora ataachiwa sayyidi kumsimamishia mtumwa wake. Lakini vile vile hadithi imejulisha juu ya kwamba mtumwa atakapokariri kuzini, basi naye atakaririwa haddi, atapigwa. Akizini mara ya kwanza atapigwa bakora 50, mara ya pili tena bakora 50, akizini mara ya tatu pigwa tena bakora 50. Sawa, kama ilivyokuja katika hadithi. Sawa, au pia mpaka mara ya 4, kwa hadithi inaendelea na maelezo tayasoma, kama maelezo aliyosema hapa Imam Ibn Shihab. Kwa pia inaingia mpaka mara ya 4. Sawa, kwa hiyo mtumwa akiendelea bado mara zote hizo anazini,
basi huyu atakiwa auzwe. Sayyidi wake atakiwa kumbakisha katika umiliki wake, bali atakiwa amuuze, hata kama ni kwa thamani ya kamba, thamani ndogo kabisa, amuuze ili asalimike na sharia yake. Hiyo ni kwa upande mmoja. Upande wa pili vile vile, huenda pia kwa kule kumuuza mtumwa akatoka katika umiliki huu akaenda kwenye umiliki mwingine, akabadilika hali yake, akatubu kwa Allah, akarudi katika usawa, au pengine yule mmiliki wa pili anayeuziwa huyu mtumwa akawa ana nguvu zaidi kuliko wa kwanza, akamwadabisha vizuri. Kwa hiyo ndani yake kuna hikma katika kumbadilisha umiliki mtumwa baada ya kuzini mara zote, muuzeni. Kwa hiyo huenda akaenda huko akabadilika, au vile vile pia huyu mmiliki aliyeuziwa huyu wa pili akawa ana nguvu zaidi kuliko huyu wa kwanza, akamdhibiti vizuri. Qala Ibn Shihab, sio hapo kitabu changu kimechanganya sinakuja alhadithu rabi kwangu, habari zimeingiliana. Ibn Shihabi ipo kwenye hadithi ya Ma'iz ibn Malik, huku ipo kote kote. Qala Ibn Shihab, amesema naam, amesema al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, wala adri, na wala sijui, abada ath-thalithati au ar-rabi'ah, ni baada ya mara ya tatu au mara ya nne, yani huko kuuzwa. Abada ath-thalithati au ar-rabi'ah, huko kuuzwa ni baada ya mara ya tatu au mara ya nne. Kwa Ibn Shihab anasema la adri. Wadhafiru alhablu, aldhafiru ni kamba, wadhafiru alhablu, na aldhafiru ni kamba, sawa. Kwa hiyo kwa maneno hayo ya al-Imam Ibn Shihab pia inajulisha juu kwamba kule kukaririwa, kupigwa mijallad, kurejewa kunaweza kuwa mpaka mara nne, kisha ndo akauzwa, mpaka mara 4 kisha ndo akauzwa. Kwa hivyo imeeleweka. Kwa hiyo hadithi katika faida zake ni kuonyesha kwamba zina ni aibu kwa mtumwa, jambo la aibu. Alafu vile kama hatojua, yule anayemnunua pia ana khiari katika kumrejesha, maana mtumwa ni mali. Sasa kama ilivyo katika mali zingine, mtu anapouza, unauza simu, unauza gari, unauza nyumba, eleza dosari zilizopo. Basi hivyo hivyo kwa mtumwa, bwana huyu nakuuzia lakini ni mzinifu, nakuuzia huyu lakini anakojua kitandani, aibu zake zote, ili akimnunua ashikubali, anajua kabisa huyu nimemnunua na dosari fulani. Lakini wamuuzia mtu mtumwa kwa sababu ya tabia yake mbaya ya uzinzi, hujamwambia, anaenda kule mtumwa anaendeleza tabia hiyo, aliyemnunua ana khiari ya kumrudisha au kumbakiza katika umiliki wake. Akiona hanifai anamrudisha, chukua pesa yake, kwa kuwa ni dosari kwa mtumwa akiwa ni mzinzi, kama zilivyokuwa dosari zingine. Naweza kweli tukamaliza andika 9 hizi. Hadithi ya 4 na 5 na 6 ni ndefu.
Hadithi ya nne inaeleza kisa cha Ma'iz ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nafikiri hii tungekuja kulianza kesho tukaumaliza mlango kabisa vizuri. Tukianza hapa kisha tukasoma nusu. Kwa hiyo alhasil, hadithi hii tuliisoma kuna mlango huu kwa ujumla una mambo mengi katika mambo ya kisheria, mambo ambayo yanaonyesha ule utaharifu wa sheria ya Kiislamu, kwamba sheria ya Kiislamu imeweka kila kitu mahala pake, na lau kwamba yatatabikishwa, yatapitishwa, yatafanywa kazi vile ambavyo Uislamu unataka, basi amani ya miji inapatikana, kadhalika heshima za watu, mali zao, nafsi zao, damu zao zinahifadhika. Kwa kuwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo imekuja nayo ni ad-daruriyatul khams, yale mambo ya lazima matano kuhifadhiwa. Kuhifadhi nafsi, kwamba nafsi za watu zihifadhiwe, sio kitu cha bure, kwamba mtu anaweza akawa ana ujasiri mtu na nafsi za watu kuua pasi na haki, akamuua mwenzie. Na wana wa Uislamu ukaja ya kwamba mwenye kuua naye auawe, mwonyesha kwamba sheria imekuja kuhifadhi nafsi za watu. Mtu asimwage damu za watu kiholela tu, anajua kwamba mimi nikiua na mimi nauawa, hafanyi hivyo. Lakini leo mtu anaweza akaua akafungwa tu miaka kadhaa akatoka. La pili, sheria imekuja kuhifadhi mali za watu, kwa kuwa mali ni kitu ghali, zisichezewe. Ikawekwa sheria, mwenye kuiba akatwe mkono. Alau kwa watu wanafanywa hivyo, basi jambo lingekuwa vizuri kabisa. Mwenye kuiba akatwe mkono. Sheria ikaja na kwamba kuhifadhi heshima za watu, kuhifadhi nasab. Kama hivyo mwenye kuzini, tunasoma hadi zake. Akiwa ni mtu hajaingia katika ndoa, atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Akiwa aliingia katika ndoa, basi pigwa mawe mpaka afi. Kwa kuwa sheria imekuja na mkakati huu kuhifadhi nasabu za watu zisichafuliwe. Akaingizwa katika mirathi yule ambaye hastahiki kurithi. Mtu kazini huko, halafu yeye ni mwanandoa, kaja yule mtoto kamleta katika ndoa, kamleta katika nasabu ambayo si yake, atarithi huku katika sehemu ambako yeye hastahiki kurithi. Kwa hiyo sheria ikaweka hivyo, nasabu zisichanganyike, nasabu zibakie katika hali yake. Kwa hiyo ukawekwa hududi hizi. Kadhalika sheria imekuja pia katika mambo ya lazima kuhifadhi akili za watu. Tutakuja kusoma huko, kuna haddul khamri, hadi za ulevi, kwenye kunywa tembo na yale yote yenye kuondosha akili, imewekewa hadi zake. Kwa nini? Kwa kuwa akili ni kitu mali, hasitaki kuchezewa akili za watu kwa mihadarati na vitu vyote vyenye kuondosha akili. Kwa hiyo haya ndiyo yale ambayo Uislamu umekuja nayo katika sheria yake, na Uislamu umeweka kila kitu pahala pake. Kwa hiyo tukija tutamalizia hadithi zilizobakia kisha kuingia katika haddul khamri, haddi ya ulevi, ni kulewa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faftadaitu minhu, nikamkomboa na huko kupigwa mawe